Ni bunge ili mheshimiwa mwenyekiti, hapa tuna wajibu kuangalia hata kauli za viongozi. Hapa tusiumeume maneno, tusitafune maneno mheshimiwa mwenyekiti. Ukisoma ibara ya katiba yetu, ibara ya 13 inapiga marufuku kabisa hata kwamba hakuna chombo Tanzania kinaweza kutunga sheria ya kibaguzi kwa namna mbalimbali, iwe ni moja kwa moja au kwa madhara yake au kwa namna itakavyopokelewa. Inapiga marufuku jambo hilo. Kwa hiyo ni muhimu viongozi wetu kwa namna mbalimbali wapime maneno. Inawezekana kweli mtu ana nia njema, lakini amesema nini, wamepokea kina nani, wanauelewa gani, nani anawapa hiyo elimu, wanachanganya watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, muungano huu ambao tarehe 26 mwezi wa 4 walikuwa wazee wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee Karume walikubaliana, wakaachia ngazi, tukaitwa Watanzania. Hapa tulipo wengi hapa ni Watanzania. Hii habari ya utanganyika hata bendera imeanza kuiona juzi. Tungetamani kama tulivyoanza tuheshimu. Watu wamekuja sasa wanazungumza maneno kama kwamba wamelewa madaraka au wameshiba, wamekula, wamevimbiwa. Mwenyekiti, hili jambo halikubaliki. Tusigawe Watanzania. Kama kuna jambo lipo tupime linasema wapi, nani anasema, na mapokeo yake na majibu yao sahihi. Tusikimbie mheshimiwa mwenyekiti, huo ni ushauri wangu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, nakutaka nikwambie, zipo kauli hata hapa bara. Sasa hivi ukisoma sheria ya rushwa inazuia, sheria ya rushwa sura namba 329 ile inazungumza kwamba rushwa ni adui ya haki, na kwenye vitabu vya Mwalimu Nyerere amesema rushwa ni adui ya haki, sitatoa wala sitapokea rushwa. Lakini anaendelea kusema kwamba kiongozi akikwambia kwamba anakataa rushwa, umuone kwa macho na uridhiki. Awaambie hivyo marafiki zake, ndugu zake, na ambao nawaongoza na waamini hivyo. Sasa mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu amefanya ziara, amezunguka sana. Kila anapoenda malalamiko ya Tanzania hapa sio kutenga fedha mwenyekiti, sio kulipa kodi. Wakisha lipa kodi inatumikaje? Hapo ni hoja. Watanzania wanalalamika kwa nini fedha inapotea nyingi kwa mikono ya watu watumishi wa umma. Waziri Mkuu akienda kwenye ziara anasema wabadhirifu wakamatwe, washughulikiwe. Huyu Mheshimiwa Mwigulu. Lakini waziri wake anasema wale ambao wanapinga rushwa ni kwa sababu hawajamba asali na kwa sababu pia hawapo jikoni. Waziri Mkuu alikuwa waziri wa fedha. Ni jiko lipi nazungumza hapo Mheshimiwa Mwenyekiti? Yaani kwenye sheria ya watumishi inazuia kabisa waziri kuzungumza vitu ambavyo vina contradict na gender responsibility ya pamoja. Sasa haya mambo, tuna DG wa PCB, tuna makamanda wa mikoa wa TAKUKURU, tuna makamanda wa wilaya wa TAKUKURU. Kwenye mashule tumefundisha vilabu mbalimbali vya wanafunzi kupinga rushwa. Inapotoka kauli ya kusema kwamba tunapinga rushwa hatujalamba asali, mwenyekiti andije maelezo kwamba hii kauli inatokaje hapa. Kwa hiyo tuache kupinga rushwa, watu wana hela zetu watuibie au tufanyeje? Na tukasema kauli hizi ni pande zote mbili, lazima tupime. Haiwezekani mwenyekiti, kiongozi wa umma au siku za mafunzo, kuna kauli ambazo kiongozi unapaswa kusema. Katibu mkuu wa habari alikuwa na kikao na watumishi hapo, sio tunza kumbukumbu, anawaambia mkivujisha siri mtaokotwa. Katibu mkuu wa serikali, huyu ni mtumishi wa umma mzoefu, anasema haya maneno publicly. Kwa hiyo sisi wenyewe viongozi tunawachanganya wananchi, tunawachanganya vijana, tunawachanganya wanafunzi, hatujui tufanye kitu gani. Mwenyekiti, ushauri wangu, nchi hii ni kwetu sote. Wewe leo ni mwenyekiti hapo, si kwa sababu una nguvu kubwa, upo kutuwakilisha sisi. Tuna spika, tuna naibu spika, tuna mheshimiwa rais, tuna makamu wa rais, tuna waziri mkuu, tuna mawaziri, tuna manaibu waziri, na sisi wabunge wote viongozi humu. Hakuna mkubwa au mdogo, ni nafasi tu. Kwa lazima viongozi wa kwetu tuchunge ndimi zetu, tusiwachanganye watu. Na mimi nashauri mwenyekiti, mtu akitoa kauli za ajabu ajabu, hata kwenye mambo muungano, kuna watu walikuwa wanaondolewa kwenye nafasi. Akionekana anazungumza habari za kupinga muungano, kuwagawa watu, haraka wachukua hatua. Sasa kuna nini?